Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu, katika jamii tunayoishi kuna hasad, kuna husda, kuna kijicho, alafu pia kuna sihir, yani kuna uchawi. Hivi vitu vyote vimeenea katika jamii tuliyokuwa nayo hivi sasa, na waathirika wa mambo haya ni wengi zaidi katika jamii tuliyokuwa nayo hivi sasa. Wanaosumbuliwa na vijicho katika miili yao, wanaosumbuliwa na hasadi katika miili yao, wanaosumbuliwa na uchawi katika miili yao ni wengi mno katika jamii tuliyokuwa nayo hivi sasa. Sasa leo nataka nikufundishe moja katika njia bora zaidi zinazoweza kukusaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuondosha hayo majanga katika mwili wako, kuondosha hayo mabalaa katika mwili wako, kuondosha hiyo mitihani katika mwili wako. Na hapa nakusudia zaidi wale waliofikwa na manuksi mazito, wenye mamikosi mazito katika miili yao. Na hapa nakusudia mpaka zile nuksi mtu alizozipata kwa njia mbaya. Yani nikizungumza njia mbaya, kuna zile nuksi mtu anazipata au mkosi mtu anaopata kwa njia ya zinaa ama kujamiana. Kuna baadhi ya watu automatically tayari wameshakuwa wana majanga mazito katika miili yao, wana majanga makubwa katika miili yao. Unapokwenda kushiriki naye tendo la ndoa nje ya pasi na uhalali, yani nje ya ndoa pasi na misingi aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, jua pale kuna balaa unakwenda kulibeba. Sasa wengi wana zile nuksi zilizopindukia, zisizosikia dawa wala zisizosikia chochote. Leo nataka nikakufunze moja katika njia, the best way, njia bora kabisa zinazoweza zikamaliza tatizo hili. Na nikiyasema haya sina maana kwamba nakufundisha njia ili uondoshe balaa la mwili uendelee kwenda kufanya machafu. Kama ukifahamu kabisa Mwenyezi Mungu amewaahidi adhabu kali kabisa kila anayekwenda kinyume na sheria zake. Sasa hapa kuna vitu vitano muhimu vya kuvitafuta. Yani jitahidi sana hivi vitu vitano uweze kuvipata. Na alhamdulillah vitu vitano hivi sio vinasumbua kuvipata, ni vitu ambavyo maarufu na vinapatikana. Ukienda tamadukani hivi vitu vyote vinapatikana. Na leo nitakuonyesha maajabu ya vitu hivi vinavyofanya kazi katika kupambana na manuksi, mikosi, mahasad na pamoja na masihiri mbalimbali yaliyokuganda katika mwili wako, yanayokupelekea baadhi ya mambo yako yakakwama, baadhi ya shughuli zako zikawa ni zenye kukwama. Kitu cha kwanza kabisa unachotaka tafuta dawa inayoitwa haltiti. Huu ni mvuje wa unga. Yaani kuna dawa inaitwa haltiti, huu ni mvuje wa unga. Alafu kuna dawa inaitwa halmiti, iko kama vichupa namna ilivyo inavuma, ukiweka hivi inakuwa kama Vicks hivi, inaitwa halmiti. Alafu kuna dawa inaitwa kafur white, wengi tumezoea kuita karafuu maiti. Alafu mwisho kabisa tafuta hizi ni dawa nne. Ni dawa nne, sio dawa tano. Mwisho kabisa tafuta mchele. Huu mchele unauona, mchele wa Mbeya, sio mchele wa Iringa, sio mchele wa Morogoro, sio mchele wa mkoa wote, lakini tafuta mchele. Usiwe mchele wa basmati, yani pishori, usiwe mchele huo. Tafuta huu mchele wa kawaida. Huu tunanunua madukani 2500, 3000. Huu mchele nunua. Sasa baada ya kuwa umeshapata vitu vyako hivi vinne ama dawa zako hizi nne tayari umeshazipata, vipi utaitumia dawa hii katika kuondosha mabalaa na mitihani katika mwili? Ukizitazama kwa mtazamo wa kawaida hizi dawa unaweza kusema hivi, jamani, mchele kweli ni dawa, inaweza kusaidia? Wallahi nakwambia ndugu yangu, mchele ni moja katika dawa muhimu zaidi katika kupambana na machawi, katika kupambana na mahasadi, manuksi, mamikosi yaliyoshindikana katika mwili. Mchele una maajabu makubwa, ila wengi hawajui siri inayopatikana ndani ya mchele. Sasa utakachokifanya cha kwanza kabisa, manake shughuli hii unatakiwa uifanye kwa muda wa siku 5 mfululizo. Na shughuli hii unaifanya asubuhi na jioni. Mfano tuchukulie muda huu sasa ndio asubuhi. Unafanya vipi? Kama asubuhi ndio muda huu, kama asubuhi ndio pamekucha, ina maana ukianza kuvitengeneza vitu hivi utavitumia jioni. Jioni ikishafika, ukishavitumia vile, unatengeneza vingine vipya, vitalala, utavitumia asubuhi. Ina maana ukitengeneza asubuhi vitashinda kutwa nzima, utavitumia jioni. Alafu jioni unatengeneza vitu vipya, vitalala usiku kucha, utavitumia asubuhi. Asubuhi unatengeneza vingine vipya, vinashinda, unavitumia jioni. Jioni unatengeneza vingine vipya, vinalala, unatumia asubuhi. Hivyo mpaka zitakapofika siku 5. Kwa unaweza kutumia kwa muda wa siku 5 au unaweza kutumia kwa muda wa siku 7. Unatumiaje sasa? Sasa nisikilize kwa makini. Chukua ndoo ya maji. Hii ndoo ya maji, kama utachukua ndoo ya maji ya lita 10 au ile kubwa ya lita 20, yoyote utakachukua katika hiyo ni sawa. Alafu katika ile ndoo
weka kijiko kimoja cha haltiti, ule mvuje wa unga, kijiko kikubwa kile kama chakulia chakula, weka kijiko kimoja katika maji yale. Ukishamaliza hapo, weka kidonge kimoja cha kafuru white au karafuu maiti, kidonge kimoja kivungulie mule. Ukishaweka kidonge kimoja cha kafuru white, sasa unachukua halmiti, sawa, unakadiria kidogo tu, unachukua vipunje kadhaa, unavivunja, usiweke nyingi. Unachukua vipunje kadhaa, unavivunja, unavitia mule ndani yake, unakadiria tu kidogo. Unaweza kuchukua kidogo kama kijiko kile cha sukari kidogo tu, unaisaga, unaitia mule ndani yake. Alafu sasa unachukua na ule mchele wako. Unaweza kuchukua mchele kama ni chukua walau kuanzia nusu mpaka kilo moja, inakuwa ni bora zaidi. Ile mchele unakuwa uwe mwingi, ila kiuhakika kabisa chukua kilo moja ya mchele, tia mule ndani yake katika yale maji. Kisha ndani ya yale maji, ni asubuhi sasa hiyo, unaviacha vile vitu. Funika ndoo yako, nenda kashughulika na shughuli zako. Vile vitu vitashinda mule kwenye ile ndoo. Ina maana kuanzia asubuhi, na unaanza kutengeneza mapema yani kama umekusudia labda kufanya kesho, ina maana maandalizi ya hivi vitu unavifanya leo, unalala navyo asubuhi ndio unaanza kuviweka. Kwa hiyo saa 12 ile unaandaa hivi vitu vyako, unaviacha katika ndoo. Baada ya kuviacha katika ndoo, vitashinda sasa hivi kutwa nzima. Jioni utakaporudi nyumbani, iwe saa 12, iwe saa 1, iwe saa 2, iwe saa 3, umeona inakuwa ni bora zaidi. Ukishapokuwa umesharudi ile usiku, unafunua ile ndoo yako. Baada ya kufunua sasa ile ndoo yako, unachuja yale maji. Yale maji yote unafanyaje? Unakuwa ni mwenye kuyachuja. Ukishachuja yale maji, nenda kayaoge maji yale. Si unasikiza vizuri ndugu yangu? Yale maji nenda kayaoge yale maji. Hata kama ilikuwa ni nuksi nzito na mabalaa mazito yaliyokuganda katika mwili, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni moja katika njia mujarrab sana ya kuondosha balaa katika mwili. Kama ulikuwa hauolewi, kama ulikuwa hupati kazi, kama ulikuwa mambo yako yanakwenda hovyo, kama ulikuwa kila unalolishika liendi, kila unalolifanya limekwama, nuksi zimekuandama, mikosi imekuandama, mabalaa yamekuandama, mitihani imekuandama, katumie hii kitu ninayokuelekeza hapa. Ya hivi vitu vinne nilivyoelekeza hapa: halmiti, haltiti, mchele na karafuu mahiti. Vichanganye kwenye maji, vishinde kutwa nzima, jioni vitumie. Jioni sasa unachukua vingine vipya, unaviweka, vinalala vile vitu mpaka asubuhi panapokucha. Ikisha kucha tu asubuhi, unatumia tena maji yale, unachuja. Ule mchele unafaa kuliwa. Ukishauchuja ukatoa ule mchele, kwa sababu ila sasa ladha ndio utakuwa hakuna, kwa sababu si unakuwa umeshajichuja wote. Ila ukiamua kuula unaweza kuula. Ukiona huwezi kuula, wanyama wapo, unuie sadaka kwa wanyama. Kuna kuku na ndege mbalimbali, wape ule mchele kwa mwagiwa waweze kula, si vibaya. Ila ukiamua hata wewe mwenyewe upike tena uule ule mchele, inawezekana ukaupika na ukaula. Sasa ladha yake inakuwa hakuna. Narudia tena, usitumie mchele wa basmati. Usitumie mchele wa basmati. Tumia huu mchele wa kawaida tunaununua madukani 2500 3000. Tumia mchele huo, usitumie mchele wa basmati. Nafikiri hapa nitakuwa nimeeleweka vizuri kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka zoezi hili ni la siku 5 mpaka siku 7. Ila niweke kitu kimoja cha muhimu zaidi. Kama wewe sasa ukijiona mambo yako ni mazito zaidi, yaani ukijikaa ukijipima kuona mimi kwa nuksi niliokuwa nayo, na make unajua bali insani wala nafsihi basira, kila mmoja anajijua mabala yake jinsi alivyokuwa. Kuna mwingine anaona kwa bala langu, mimi naona bala langu ni zito zaidi. Sasa kama ile bala lako ni zito zaidi, yale maji unayatumia mara 2, utayagawa mara 2. Sawa? Nusu utakoga, nusu mengine yale maji utayaongezea halmiti iwe nyingi. Halmiti ni ile inayovuma ile, unaiongezea kikopo kimoja kile, unakiongeza chote unakitia mule. Ukishakitia nusu utakoga, mengine utafanya mvuke, unajifusha kama nyungu vile mtu anajua. Unatia katika sufuria, maji yanachemka sana, unajifunika na shuka, ile dawa inakupiga, inaingia ndani. Pale baba yangu, hata kama utakuwa ni mkosi, nuksi nzito iliyoshindikana, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dawa mujarrab sana nimekufundisha siku ya leo. Inshallah naenda kaitumie, alafu utaona maajabu yake kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka kila unalofanya kwanza mtawakkal Mwenyezi Mungu, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah unapomtegemea Allah atakuwa ni mwenye kukuondoshea. Naomba Allah tujalie, ikiwa tutatumia haya, basi kila mwenye matatizo, mitihani, mabalaa ya mwili, madhiki ya mwili, basi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumuondoshea. Usisahau ya kuwa kwa ajili ya dua, visomo na tiba mbalimbali tunapatikana mkoa wa Dar es Salaam, Kigamboni, sehemu inayoitwa Mwembe Mtengo. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.